Paul Aisai Andiandae. Asante na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuweza kunipatia nami fursa kuchangia kwenye wizara hii ya afya, wizara ambayo ni muhimu sana kwa uhai wa Tanzania, lakini zaidi kwa uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nami kwa kweli niwapongeze waziri, naibu waziri na watendaji wote wa wizara kwa kazi ambazo wamezifanya. Nimepitia pia hotuba hii, natia matumaini kuendelea kuboresha miundombinu ya afya. Lakini zaidi pia nimpongeze ndugu yetu Dr. Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa WHO kwa kanda ya Afrika. Na kwa kipekee kabisa nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameonyesha dhahiri kabisa amekuwa na political will kuweza kuboresha miundombinu ya sekta hii ya afya. Tumeona na sote tunatambua kwamba kipindi chake hizo hospitali za kanda 9 takriban zimejengwa, hospitali za rufaa za mikoa takriban 28 ikiwemo hospitali yetu ya Mwalimu Nyerere Memorial kule Msoma Mara, ambayo kwa kweli tangia tukiwa bunge la 10 mwenyekiti wetu akiwa Mheshimiwa Wasira hapa tumekuwa tukiomba hiyo hospitali iweze kujengwa. Kipindi hicho kiitwa Kwangwa. Sasa kwa kipindi hichi imeweza kujengwa na inaendelea kukamilika. Kwa ni pongezi kubwa sana tunatoa, lakini zaidi kuboresha hiyo miundombinu ambayo imepelekea hata kuweza kuboresha zaidi huduma ya afya ya uzazi na kupunguza vifo vya kina mama wajawazito kutoka 556 mpaka leo tunaongea ni 104 kwa vifo hai 100,000. Ni jambo kubwa, ni step kubwa ambayo imepigwa, na tunatamani sana huko mbeleni tuwe na 0 cases za mama wajawazito ambao kwa wakati wakijifungua wanafariki. Na kwa kupitia hii tumeona mpaka taasisi za kimataifa, kwa mfano taasisi ya Gates Foundation iliweza kumpa hiyo the Global Goalkeepers Award. Kwa hiyo nampongeza sana kwa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali yetu ya Mwalimu Nyerere Memorial ya rufaa ya Mara tunashukuru, lakini bado haijakamilika kwa asilimia 100. Inahitaji takriban bilioni 18. Sasa hivi tumepata bilioni 4 tu kuweza kukamilika. Lakini kuna wakandarasi ambao wamestop. Kuna mkandarasi wa umeme wa TAMESA, mkandarasi wa lifti, mkandarasi wa kutoka Chuo Kikuu cha Ardhi, wale wamesimama kazi. Tunahitaji fedha ziende hiyo hospitali iweze kuweza kuwekewa vifaa kwa ukamilifu. Mmetuletea vifaa ambavyo vinahitaji umeme lakini havitumiki. Kwa mfano mortuary ya operate, X-ray machine nyingine za kisasa hazi operate kwa sababu gani? Umeme haujawekwa kwa ukamilifu. Kwa tunaomba sana fedha ziende, hiyo hospitali imeshaanza kufanya kazi, iweze kusaidia wananchi wa mkoa wa Mara. Naomba sana hilo Mheshimiwa Waziri muweze kuzingatia, fedha ziende kwa wakati, au wakandarasi waweze kumalizia kazi zao ambazo wanaendelea kuzifanya pale. Lakini katika hospitali ile Mheshimiwa Waziri, barabara kufika hospitali hii ni mbaya sana. TARURA alisema wangeweza kuitengeneza mwaka huu wa fedha, lakini hawajafanya. Tunaomba wameweka kwenye phase 2. Tunaomba kama inawezekana mtengezee barabara ambayo inapitika kwa uhalisia ile hospitali ya rufaa ya mkoa ili aweze kuweza kutoa huduma ambayo ni bora zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, campus jana aliongea Profesa Mwongo hapa. Tulitaka campus ijengwe pale ya Chuo Kikuu. Ardhi imepatikana. Na kabla hajatoa hiyo ardhi 20 walikuwa wanasema fedha zipo zinahitaji ardhi. Tunaomba muweze kuongea na Wizara ya Elimu. Kama fedha zikopo za mradi watujengee ile campus ya Chuo Kikuu pale cha afya ndani ya ile ya Chuo Kikuu cha Mwalimu Nyerere. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuendelea kuna kijana anaitwa Edward Timoi. Huyu kijana amevumbua jamani robot medical beds ambayo ina uwezo wa kumchukua mgonjwa akiwa katika level yoyote ile, anaweza kutembea, hawezi kutembea, ikambeba kutoka pale ikampeleka sehemu mbalimbali kwenye emergency, ICU, wardini na kwenye radiology. Lakini pia inapima kilo za mgonjwa, ikikubeba inapima kilo za mgonjwa. Na pia ametengeneza kifaa kingine cha gozi ambacho kina bend gozi kama mtu amepata accident, vina mawasiliano, vina communicate. Hasa huyu kijana amewatafuteni, hebu mwezesheni. Kitanda kimoja kina cost almost 16 million. Ametafutwa na watu wa nje ili aweze kuwapa code. Nao wamefika bili mpaka milioni 200 aweze kuwapa huo ujuzi. Wamchukua mpeleke nje wakae naye miaka 3. Tusipomchukua tukamtumia sisi kama Watanzania kama wizara, akishaenda nje tutaishia sasa siku import hizo vitanda kwa bei ghali zaidi. Mtafuteni, ameshawafikia. Mimi niliona presentation yake akifanya kule Iringa kwenye kongamano la kisayansi kwa wauguzi. Na anasema kufanya hivyo atasaidia wauguzi wengi. Amesema afanya tafiti, wauguzi wengi wanasema wanahamika migongo kwa sababu wanafanya pushing ile. Sasa hii robot itasaidia na itasave time ya wauguzi ambao wana spend pale. Na mbaya zaidi au nzuri zaidi, ile robot anasema ina memorize, inaweza kumkumbusha hata muuguzi kwamba ni muda gani mgonjwa anatakiwa kupewa dawa.
inampunguzia muuguzi majukumu mengi, anabaki tu na ile patient operation care kawaida. Unajua nitamfanya hivi, lakini mengine mengi robot hii imeshachukua hichi sana cha robot. Tuwaenze hao Tanzania, watu wa Tanzania ambao kuja na hii uvumbuzi. Tuweze kuendeleza, na serikali mnaichukua hiyo sasa, inakuwa ni nyie. Mnaweza hata mkao mnauza hata nchi zingine za nje vitanda kama hivi. Naomba sana mlizingatie hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyingine ni sera ya afya ya taifa ya 2007 ambayo inasema inatoa huduma bure kwa mama wajawazito na watoto. Ni muhimu sana. Nimetaka kusema hapa dhamira ya mama Samia na serikali yake kuhakikisha tunakuwa na zero rate ya vifo vya mama na watoto. Na imani kwanza, serikali inatakiwa mfanye tafiti ya kina. Tunatambua kwamba kuna Tanzania wengine wana uwezo wa kuweza kujilipia hizo delivery kits, lakini kuna Tanzania wengine hawawezi kabisa kulipa hizo delivery kit. Fanyeni tafiti ya kina muweze kugundua, na mtambue kwamba hata maandiko matakatifu yanasema, nikirejea Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye Mwanzo 1:28, Mungu akawabariki na kuambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki. Sasa Tanzania tusigeuze sisi wamama wajawazito kama vile ni adhabu. Yaani leo nikipata ujauzito kama sina uwezo, sitaenda hospitalini, sina delivery kits, that means nitakaa nyumbani, nitajifungua sio salama na naweza nikapoteza maisha. Naomba sana fanyeni tafiti ya kina muweze kugundua Tanzania, na kupitia hata sensa ile inachukua data za Watanzania wale ambao hawajiwezi kabisa, wapeni nafuu, wao wanakuja kujifungua for free. Kama vile kwenye umeme wamefanya, wa mjini unaunganishwa kwa 320, wa vijijini kwa 27. Fanyeni tafiti ya kina, wale ambao wanajiweza waje na delivery kit, wale ambao hawajiwezi serikali iweze kutake care. Tunaweza kutafuta hela sehemu nyingine zote zile ambazo kuna imani ya ubadilifu wa fedha, ikaje kajazia kwa Tanzania, wakaweza kuokoka na wakaijaza dunia, wakaijaza Tanzania. Anaweza kama mama amefariki na mtoto, labda anakuja kuwa rais wa Tanzania. Tuokoe maisha ya Watanzania. Kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana walikuja hao watu nitembelea mabanda pale, umetuletea Wizara ya Afya imeleta mabanda mbalimbali pale. Sasa katika kupita nikapata hichi kitabu, Mtindo wa Maisha na Magonjwa Yasiyoambukiza. Nimekisoma kwa muda mfupi tu jana usiku, baadhi ya maneno. Ni kitabu kizuri sana. Pamoja kwamba mnasema mnatoa elimu. Mkitoa elimu, sio wote kwanza wenye TV. Pili, sio wote wapo kwenye social media. Tatu, sio wote wanasoma magazeti. Nne, sio wote wanasikiza redio. Printing ya hichi kitabu tuhakikishe kila kaya napata. Kama kwenda tu save nchi yetu hiyo na watu wenye afya, namba 1, kila kaya iweze kupata hichi kitabu. Lakini haya magonjwa mkayaonyesha mengi, na mkasema tafiti ya mwaka 1987 ilionyesha katika watu hai 100 mtu mmoja alikuwa na kisukari na watu 5 walikuwa na shinikizo la damu. Tafiti kaja 2012 nasema katika 100 watu 9 kisukari, 26 shinikizo la damu. Kuanzia 2012 na imani hamjafanya mpaka sasa hivi. Mkifanya iswas, yani ni mbaya zaidi. Na mmeonyesha hapa mambo mbalimbali, vyakula, kutokufanya mazoezi, sijui pombe. Sasa mimi naenda kwenye mawili tu Mheshimiwa Mwenyekiti sababu ya muda. Na nitaomba niongezee muda kidogo. Kwenye mazoezi tumekuwa tukiongea. Na imani wale wa vijijini wengi tutakuwa kwa active. Wako active naturally. Lakini mjini na mmeeleza mkukaa sana, kutofanya mazoezi kufanya. Hatuna miundombinu. Serikali muongee, Wizara ya Afya, muongee na Wizara ya Michezo, muweze kuweka viwanja au running katika kila mtaa. Hakikisheni kuna sehemu za kukimbia. Watu wakitoka makazini waende wakimbie. Mkisema tufanye mazoezi asubuhi, mimi naamka nikimbizane kwenda kuna foleni, nitafanya mazoezi saa ngapi? Lakini kirudi baada ya kazi nitajua kuna sehemu kwenye mtaa wangu, nitaenda nitakimbia, nitafanya mazoezi ili watu wajengewe hii culture. Wekeni miundombinu wezeshi kuweza kuwasave wa Tanzania. Lakini ukija kwenye nyingine umezungumzia pombe. Tena hapa mmeweka pombe mmeweka hapa za kawaida kabisa. Ila mkasema excessive pombe zina madhara mengi, mmeainisha hapa. Mioyo, kongosho, kisukari, ini, ubongo, nini, mengi, utapiamlo na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu linateketea na uzazi na vingine. Taifa letu linateketea. Linateketea kwa pombe. Achilia hizi ambazo mmeziandika hapa nzuri. Tumeshaongea paka kubungeni hadi Mheshimiwa Spika akaelekeza mkafanye uchunguzi, mlete tafiti za kina. Vijana wanateketea kwa pombe ambazo zingine ni feki. Leo sitaji, siku nilitaja. Ambazo zingine ni feki. Vijana wetu wanateketea. Zinauzwa holela mpaka kwenye maduka ya chakula. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnasema figo ni expensive.
if we don't prevent, definitely cure itakuwa expensive. Kama hatutazuia ambao zinaleta magonjwa mengi tutatumia fedha nyingi sana kuwatibu wa Tanzania. Taarifa Mheshimiwa Festo Sanga. Asante mheshimiwa. Nimpongeze mbunge hodari kweli wa Tarime, dada Esther, kwa mchango wake mzuri. Wabunge wengi tumezungumza hapa kuhusu bima ya afya kuchangia. Tutatafuta fedha nyingi sana, tutaweka kwenye mfuko wa bima afya na bima afya itawezeshwa. Lakini mzigo tunaotengeneza utakaoenda kutumia hiyo hela kwenye bima afya unaotokana na magonjwa yasiyo kuambukiza, na kwenye ilani inaelekezwa kurasa 62 ilani mpya, itakuwa ni changamoto kubwa sana kama wizara haitakuwa na mkakati wa kudhibiti pombe zinazoleta magonjwa ya figo, zinazoleta magonjwa tofauti, kwa sababu mzigo wote wa fedha tunaopeleka kwenye bima afya utaenda kuisha kwenye magonjwa haya kama hatutadhibiti mapema. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Stamatiko, napokea taarifa hiyo. Haipokee ni very positive aspect. Ni kweli. Sasa hivi watu wanajitibu. Ila tukija kuweka universal health coverage itakuwa ni bombshell. Kwa sababu tutakuwa tunatumia hela nyingi sana kutibu haya magonjwa. Kwa hiyo tukiwe to prevent, tuhakikishe tunadhibiti. Shirikiane na Wizara ya Viwanda na Biashara, fikieni mamlaka zingine zozote. Hizi pombe ziko mtaani, haziuzwi hata kwenye mastokist ambao wanatakiwa kuuza pombe. Zinauzwa kwenye maduka ya vyakula. Tunaua Tanzania, unakuta mtu anakunywa pombe, tunazika sana, labda nyamziki. Mtu anakunywa pombe, tena sio kupaka kwa figo. Mwingine anakufa tu kwa sababu anakunywa. Mtu ameshikilia energy drink, sio energy drink that one. Boda wengine sio energy drink ile. Vijana wanakufa. Wengine wanakula hawali, wanakufa. Taifa linateketea. Tuwasave. Yaani kama nchi mnatumia mitutu ya bunduki kulinda mipaka ya nchi, wakati ndani vijana wanateketea kwa vitu ambavyo mngeweza kuvifanyia serikali mkapunguza vifo vya Watanzania. Ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti, hii ni crisis, muiteke as a priority, muhakikishe mnadhibiti pombe zote hizi na mdhibiti hata watu wanaouza rejareja, wakikamatwa washtakiwe. Watu wakinywa wanye kwa star kwa mamlaka ambazo zimepewa leseni, ambapo wanauzwa kwa mujibu wa taratibu na kanuni za nchi yetu. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Esther Matiko. Nilimuita mheshimiwa